Kichwa ama mada ambaye inasema ya kwamba ukomavu wa kiroho. Bwana asifiwe sana. Mada yetu ni ukomavu wa kiroho. Bwana asifiwe sana. Tunasoma katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza mlango wa 3 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Nasoma kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ndugu, mimi sikuweza kusema nanyi kama watu mulio na huyo Roho. Nilipaswa kusema nanyi kama watu wa kidunia, kama watoto wachanga katika maisha ya Kikristo. Ilinibidi kuwalisheni kwanza maziwa na si kwa chakula kigumu, kwani hamukuwa tayari kukipokea. Hata sasa hamuko tayari, maana bado nyinyi ni watu wa kidunia. Je, si kweli kwamba bado kuna wivu na ugomvi katikati yenu? Mambo hayo yanaonyesha wazi kwamba nyinyi bado ni watu wa kidunia. Munaishi mtindo wa kidunia. Mmoja wenu anaposema mimi ni wa Paulo na mwingine mimi ni wa Apolo, je, hiyo haionyeshi kwamba munaishi kama watu wa kidunia tu? Bwana asifiwe sana. Haleluya. So ningependa kuzungumzia mada ambayo nimekuambia, ukomavu wa kiroho. Paulo anaongelesha kanisa la Wakorinto. Anawaambia kwamba ilinibidi niwaongeleshe kama watu wa kidunia. Paulo anasema hivyo kwa sababu hamukuwa tayari katika mambo ya nini? Ya roho. Unaona Paulo anasema, akasema ya kwamba ilinibidi nisungumuze lugha ya kidunia kwa sababu nyinyi bado hamujakomaa. Bwana asifiwe sana. Ilinibidi kwanza niwalishe chakula cha maziwa, sio kwa chakula kigumu. Anawaambia kwamba na hata tayari bado hamujakomaa. Bwana asifiwe sana. Paulo alikuwa anaongelea kanisa la Wakorinto. Hapa haikuwa injili ya nje, ilikuwa injili ya watu waliookoka ndani ya kanisa. Paulo anazungumza kwamba hao watu alikuwa anawatarajia wakuwa wamekomaa katika roho, lakini bado walikuwa wanahitaji maziwa. Hao watu Paulo alikuwa anataka kuongea nao katika lugha ya kiroho vile mchungaji ametufundisha, lakini Paulo akaona kwamba akitumia hiyo lugha hao watu hawataielewa. Bwana asifiwe sana. Ndio maana ulisikia mchungaji akisema ya kwamba mtu aliyeokoka anafaa kuishi maisha ya kiroho. Ndio maana Paulo anasema kwamba hapa hawa watu walikuwa wanahitaji kuishi maisha ya nini? Ya kiroho, vile mchungaji alitufundisha. Lakini kile kinamshangaza, bado wako katika maisha ya nini? Ya mwili. Na tena hawako tayari. Paulo anasema tena hawako tayari kutoka katika maisha ya nini? Na anawaambia kwamba mkitaka kujua bado mko katika mwili, anawauliza, na je, magombano, vita, chuki, vitina, uchoyo, ulafi bado viko miongoni mwenu? Hiyo ni ishara ya kwamba hamuko tayari katika maisha ya nini? Ya roho. Ona vile Paulo anawaambia. Paulo anawaambia kwamba saa hii mungelikuwa nyinyi ni walimu, mungelikuwa sasa nyinyi ni watu wa kufundisha wengine maisha ya kiroho, lakini sasa maisha ambayo mnakaa ni maisha ya watu wa kidunia. Inampasa atumie lugha ya kidunia kuwaongelesha. Ndivyo Paulo anasema katika kanisa la Wakorinto. Anawaambia kwamba na imejidhihirisha wazi ya kwamba nyinyi hamuko tayari kwa mambo ya roho, kwa sababu bado mnatoa mimba, bado mnaenda kwa waganga,
bado vitina viko katikati yenu, bado ulafi uko katikati yenu, bado magombano, mabishano, chuki na wasiwasi ya kukosa imani iko ndani mwenu. Paulo anasema hayo yote yanaonyesha kwamba mko bado watu wa nini? Wa kidunia. Kwa sababu watu wa kidunia ndio wale ambao wanakuja kanisani, lakini wakitoka wanaenda wanavuta sigara yao. Wakiingia kwa mlango wanaizima, kama ni bangi wanazima, kama ni minisi katawakuji nazo siku ya ibada, lakini siku ya Monday wataendelea na bangi yao, wataendelea na sigara, wataendelea na nguo zao zile ambazo hazistahili. Hao ndio watu Paulo anazungumzia, lakini anawaambia kwamba sasa mnafaa mkuwe walimu. Mnafaa mkule chakula gani? Sio maziwa, bali chakula gani? Chakula kigumu. Wacha niwaulize, wakati ulizaliwa na vile uko sahi, hivyo ndivyo ulizaliwa? Hapana. Ulizaliwa ukiwa mtoto mchanga, haungeweza hata kujiogesha, haungeweza hata wewe mwenyewe kujilisha. Ulipewa maziwa, ulikuwa mtu mchanga kabisa. Lakini inafika wakati unakomaa, wewe mwenyewe unaanza kujitafutia chakula, unajipikia na unakula. Wewe ni mtu amefanya nini? Amekomaa. Lakini yule mtu ambaye amekomaa, ukimpata bado anataka atafutiwe chakula, alishwe, huyo mtu atakuwa amekomaa kweli? Hapana. Na kona meno. Unapata mtu kama mimi, siko na shida yoyote ya magonjwa, nataka nikunyushe chai na uji, nataka nilishwe mdokoi, wewe utafurahia? So Paulo akasema ya kwamba sasa Wakristo, Paulo alikuwa anaongea na wainjilisti na mitume na manabii, maaskofu, makardinali na mapapa. Ndio maana alikuwa ndani ya kanisa akifikiria kwamba papa saa hii anafaa kuwa amekomaa, amewachana na msalaba wa mbao, anaamini ya kwamba Yesu yuko ndani ya roho yake. Yes. Lakini akiangalia papa bado anang'ang'ana na misalaba na mishumaa. Inamshangaza. Paulo anaangalia mitume waliotumwa kupeleka ujumbe wa Mungu. Kwa saa hii wanafaa kuwa ni watu wamekomaa, lakini hao mitume wanapotoka na kupeleka injili mahali, wakifika pale wanakuwa watu wa kuombaomba, wanakuwa mzigo kwa watu ambao waliendea. Umesikia hapa mtu akitoa ushuhuda, alienda mahali kwa kanisa akapata kwamba maombi ndio uombewe 12,000, ingine 21,000. Ndio pastor atoke kwake akuje kwako, lazima ulipe 21,000. So umesikia ushuhuda? Yes. Hawa ni watu ambao Paulo anafikiria kwamba wanafaa kuwa wamekomaa, mitume, lakini wanalipisha maombi. Amekwambia hapa hakuna kitu unalipishwa. Sasa unawacha hapa mahali ulipishwi, unakimbia mahali unaenda kurogwa. Hii ndio shida tuko nayo katika kanisa. Watu wanatoroka mahali ambapo kuna ukweli, wakienda kujiroga na baadaye wanarudi wakisema kwamba tumerogwa, na wao wenyewe ndio walirogwa. Wenyewe wamejiroga. Paulo anashangaa na hili kanisa la wainjilisti. Wainjilisti wakitoka kwenda kuhubiri, wakati wameenda kuhubiri wakirudi, inasemekana ya kwamba kuna wasichana wamepewa mimba na wale wainjilisti. Paulo anashangaa mpaka saa hii bado mko katika hiyo utopi. Wainjilisti wazima wakifika mahali wanakuwa kama watoto, wakifika mahali wanakuwa mzigo. Wanakuambia kwamba ndio nikuje nihubiri kwa kanisa yako, lazima utanilipia fare, lazima utagharamikia mafuta ya gari yangu, lazima kama ni mwimbaji alipwe ndiye aimbe. Hawa ndio wakora katika injili. Paulo alikuwa anaongea na hao. Ano wamekaa kama watoto wadogo. Uimbaji ambao unataka nikulipa, aliyekupatia nani? Mungu. Haya mahubiri ambao nasema ya kwamba nilipwe ndio nihubiri, ufunuo aliyenipatia ni nani? Akasema nimewapeeni bure, nendeni mukatoe bure. Yes. Lakini siku ya leo ndio mkikuwa na mkutano wa injili, ndio mwimbaji akuje, ndio mcheza kinanda akuje, ambaye anasema ameokoka lazima alipwe. Kama alipwe hata kuja, atakwambia kwamba mkono mtupu haulambwi,
na siwezi kuja hapa mahali. Mimi nakwambia ukweli. Hii ndio shida Paulo aliona katika kanisa la Wakorinto, ya kwamba watu waliofaa kuwa wamekomaa wanakula chakula kigumu, wamekuwa watoto na hawako tayari katika injili ya mabadiliko. Mpendwa, hakuna kitu ambacho nimekuja kuangalia katika hii maisha kama injili ndio imeonekana kuwa kitu cha ujinga, cha upumbavu dunia mzima, kwa sababu walio katika injili hawakomai. Hawa watu ambao wameshindwa kukomaa kwa injili, miaka 2 uko na pastor bado unahitaji kuombewe. Umetembea na kanisa hili mwaka 1 bado unahitaji uombewe, kila kitu uombewe. Hapo ni shida. Lakini kwa kazi, tukikupeleka kwa kazi ya mjengo, miezi 2 unajua kujenga mawe, unajua kupiga plasta, unajua kufunga makabati zote, unaelewa? Yes. Lakini ukikuja kanisani miaka 2 hakuna kitu unajua. Yes. Tukikufungulia biashara ya kuuza chipo na kuku, hizo chipo utauza ziishe. Yes. Lakini ikifika kwa kanisa miaka 3 hakuna kitu unaelewa. Wewe ndio mtu ukisikia kwamba Yesu ako Dagoretti unakimbia. Ukisikia Yesu ako Thika unakimbia mahali yuko. Na umekaa kwa kanisa miaka 2, 3, 4, 5. Wewe ni mtume. Paulo alishangaa sana. Akasema bado mnawaza kama watu wa kidunia. Ona vile waimbaji wa injili siku hizi vile wanawaza. Ndiye atoke kwake akuje mahali umemuita, lazima ukuwa umegaramika. Hawezi kuja na imbe na arudi na fare yake. Lazima alipo, na nauliza kiasi gani. Mpendwa, hii injili ambayo ninahubiri hakuna kitu nimelipia. Na nifike mahali nianze kutishia watumishi, nianze kutishia Mungu ya kwamba ndio nitume mahali fulani lazima nilipwe kwanza ndio niende. Kuna watumishi ambao wameokoka wanahubiri injili, lakini ndio wakuje mahali kuleta habari za Yesu, lazima kwanza ukuwa umeshashughulika na mambo yao. Hao ni maaskofu. Anakupatia bili yake ya kutoka kwake kukuja kwa kanisa yako, ahudumu hapo, anakupatia bili. Ikikushinda hawezi kuja, anaenda mahali nyingine. Hao ndio watu Paulo alikasirika nao. Wamekaa watoto miaka zote katika injili. Mpendwa, acha nikwambie, sasa wewe tangu ulipookoka, angalia zile miaka uko nazo mpaka sasa umekomaa. Lakini mchungaji sasa akitoka hapa akwambie anaenda Western atamaliza miezi 3. Hii kanisa amekuachia. Yeye peke yake ameenda na familia yake. Mmebaki hapa watu 20 na hii kanisa inafungwa. Inamaanisha kwamba kuna shida kwa hao watu. Kwa sababu mchungaji na familia yake hawezi kutoka, alafu mnabaki watu 20, alafu kanisa linawashinda na baadaye mnaanza kuzungumza ya kwamba ni mapepo. Paulo aliangalia ile kanisa lilikuwa na utoto, kanisa ambalo halikui, lakini kwa mambo ya dunia lile kanisa liko serious kwa mambo ya dunia. Ikifika wakati wa kutoa mahali, mtu ataenda mpaka kwa banki akope, aende atoe mahali afurahishe kwa kina bibi, lakini kwa kanisa mahitaji yote hayuko tayari. Kila kitu ni mchungaji. Hawa ndio watu wanakuja kusema amina, Mungu atubariki. Paulo akasema ya kwamba ndugu, singeweza kusema nanyi kama watu mulio katika roho. Nilipaswa kusema nanyi kama watu wachanga katika maisha ya Kristo. Ilinibidi niwalisheni kwa maziwa na si kwa chakula kigumu, kwani hamukuwa tayari kukipokea. Mchungaji amekuwa akikufundisha kuja kanisa mapema. Uko katika miaka 10 kwa wokovu, miaka 5 bado naambiwa ukuje kwa kanisa mapema. Na kwa kazi yako hauambiwi. Kwa biashara yako hakuna mtu anakupatia masaa ya kuripoti. Lakini kwa kanisa mpaka utangaziwe masaa ya kuingia. Usipotangaziwa hautakuja mapema. Hao ndio watu Paulo alikuwa anaongea nao.
kwa kanisa utafuatwa kutoa pesa za zaka. Utapigiwa mpaka simu, tafadhali ndugu, kanisa ninaenda kufungwa, tuma chenye uko nacho. Lakini kwa biashara yako utang'ang'ana kuhakikisha kwamba hata hii nyumba kama ni 5,000 wewe mwenyewe unailipa. Lakini kanisa la 5,000 mko watu 10 ndani linawashinda, kwa sababu hao watu ambao wamekusanyika hapa ni watoto na kazi ya Mungu haipo ndani mwao. Paulo akasema, sikia, maana bado nyinyi ni watu wa kidunia. Je, si kweli kwamba bado uko na wivu na ugomvi katikati yenu? Mambo hayo yanaonesha wazi ya kwamba nyinyi bado ni watu wa kidunia. Mmoja wenu anaposema mimi ni wa Paulo, mwingine mimi ni wa Kefa, haionyeshi kwamba nyinyi bado ni watu wa kidunia. Hata katika kanisa kuna watu ambao mwimbaji fulani akaanza kuimba, wanasema huyu ndio mwimbaji shupavu, huyu ndio mwimbaji ambaye atanifanya niamuke. Mwimbaji mwingine wanasema huyo bado. Mtumishi mwingine akikuja kuhubiri injili hawamsikizi, wako katika michezo, lakini wao wenyewe wakihubiri wanataka wasikizwe. Ndio maana katika kanisa kuna mtu anajichagulia watumishi. Mtumishi ambaye atakukemea dhambi, huyu hawezi kuwa rafiki yako. Utatorokea kwa yule ambaye anakufariji. Ukitenda dhambi anakufariji, anakuambia neema inatosha. Wewe si wa kwanza, Daudi alifanya, hata Abrahamu alifanya, hata Petro alifanya. So usifadhaike, utaenda yule. Lakini yule ambaye atakwakemea, akwambia kama utaendelea na hiyo tabia, hautakuja kwa hii kanisa, hawezi kuwa rafiki yake. Paulo alishangaa na kanisa ambalo mitume walikuwa kama watoto, wainjilisti walikuwa kama watoto, wachungaji walikuwa kama watoto kabisa. Lakini Paulo anatarajia wakuwa wamekomaa, wakuwa watu wazima, watu ambao wataendeleza kazi ya Mungu bila hata mchungaji. Lakini bado wanahitaji mchungaji ndio kazi ya Mungu iendelee. Bado hao watu wanahitaji kila siku atiwe moyo. Tafadhali toeni rent ya kanisa. Tafadhali msaidie mchungaji. Tafadhali muhakikisha kwamba mnakuja siku ya Jumamosi kusafisha hapa mahali. Tafadhali muhakikisha kwamba siku ya ushirika mnafaa kuja. Tafadhali tunawasihi, tunawaomba. Kuna mtu ambaye kusihi kwenda kazi yako wewe? Kuna mtu ambaye kusihi wewe kuamka asubuhi na mapema saa 11? Kuna watu wa mama wanaenda marikiti. Unapata mama mpeke yake amesimama kwa stage saa 10, amejifunga leso, amevaa sweta, anaelekea marikiti. Huyo mama anayefika marikiti saa 11 kuchukua nyanya na vitunguu na cabbage, huyo mama anaingianga saa 5 kwa kanisa na amemaliza miaka na miaka katika wokovu. Akiambia ukweli anaruka, nasema hiyo kanisa sitaenda. Mchungaji siku hizo amebadilika. Watu hatuweze kukaa watoto katika wokovu miaka nenda miaka rudi. Paulo alikataa, akasema hata wewe ukizaa mtoto hatambai, mtoto akuli, utafurahia? Utakasirika? Umeokoka, umekaa katika wokovu, kama haufuatiliwi hauwezi kuja kanisa. Wewe hata hauwezi uuliza mkesha atakuwa siku gani, maombi ya kufunga na kuomba, wewe mwenyewe uulize, lazima uambiwe. Kwa sababu usipoambiwa hiyo mambo hauwezi shughulika ndani. Hao watu walikuwa ni watu waliookoka. Walikuwa ni watu ambao wamejitoa katika mwili ukiwaangalia, lakini katika roho, mambo ya roho hawataki. Waliachia mchungaji, walisema hiyo kazi ni ya mchungaji. Yeye ndiye mwenyewe huduma, mimi siko ndani. Mimi ni mpita njia. Hapa ni Nairobi, niko na kanisa la nyumbani. Unajua kwamba kuna watu wako hapa Nairobi, lakini wanatoa fungu la 10 kwa kanisa la nyumbani, akingelitawazika. Hawa ni wakora. Unaomba na mtu lakini hawezi kutoa sadaka zake na fungu la 10 hapo na mambo mengine. Ana support kanisa la nyumbani ili akizikwa
lile kanisa ndio litasimama naye. Na ni mtu anasema ameokoka, ako katika miaka 5 kwa wokovu. Kuna mtu ameokoka akaapa na pasta, lakini akihitaji ushauri hawezi ongea na huyu pasta wa Nairobi, anatafuta pasta wa Ushago ndio anampatia mawaida. Halafu anakuja anaongea na huyu pasta, mimi nimeamua hivi. Kumbe hajaamua, ameelekezwa na pasta wa nyumbani. Anakaa ni kama mtu hana mchungaji. Wapendwa, lazima tutoke katika utoto wa kiroho. Lazima tukomae katika Injili na tukatumike bila kusukumwa. Mimi nilifika mahali nikasema, mimi mambo ya mtu kuniambia nitoe pesa ya kanisa, kama sitaki kutoa ni wachane Injili. Kwa sababu hata pesa ambayo niko nayo aliyenipatia nani? Mungu. Sitaki mtu aniambie toa pesa, ninajua ya kwamba kanisa hili linahitaji mahitaji fulani. So sio jukumu la kila mtu wa kanisa kuwa akiniambia toa pesa ndio tulipe. Nitamaanisha niko na shida ya akili. Nilifika nikakataa hiyo maneno. Nilifika nikakataa mambo ya kukumbushwa siku ya mkesha na mambo ya uinjilisti. Mimi ndio nafaa nijihukumike mwenyewe. Nikuwa nikitafuta viongozi, nikuwauliza mkesha umepangwa lini. Nilifika mahali nikasema hapana, sitaki kuwa mzigo kwa mchungaji. Siwezi enda mahali pa kuabudu alafu nakuwa mzigo pale. Na kwa kazi mimi sio mzigo. Paulo akaangalia, akaona kwamba kanisa hili bado linahitaji maziwa. Akashuka mpaka kwa maziwa awafundishe wakuje katika chakula kigumu. Bado wamekwamia kwa maziwa. Nilifika mahali nikasema mimi mambo ya fungu la 10 nimepita. Kwa sababu ile hewa napumua sio fungu la 10. Sio 10%. Napumua 100%. Nilifika mahali nikatoka katika mambo ya kuambiwa toa fungu la 10. Nilipita hapo mahali. Kwa sababu ninajua huyu Mungu mahali alinitoa. Nimeandikwa kwa wiki siku 2. Napata shilingi 200 kwa ile siku nimefanya kazi kama shamba boy. Mungu akanitoa hapo. Akanipeleka viwango vingine. Siwezi fika vile viwango ni kuwa mzigo kwa kanisa. Mimi ni mtu ambaye nangoja Mungu aniambie cha kufanya. Mungu akiniambia just sasa ununue keyboard ya kanisa, ninaenda. Nimepita mambo ya kwamba ningojee kanisa iniambie cha kufanya. Nimefika mahali ninaongozwa na Mungu. Mungu akiniambia ndio nunue shamba la kanisa jenga, ninaenda. Hapo ndio nimefikia. Si kwamba najivuna, ni kwa sababu nimeamua kukomaa katika roho. Mimi hakuna mtu ananiambia kwa kanisa mahali na shiriki ati sasa tunahitaji hii na hii. Ninajua niko katika roho. Ninajua vitu ambavyo Mungu anataka. Hata vingine ananiambia hata kama wale watu hawajawaambia. Mimi mwenyewe nashughulika nazo. Mimi sio mtu anaweza bembelezea Mungu. Kama sitaki Mungu achane na mimi. Kwa sababu tunafika mahali kama kanisa tunaanza kubembelezea watu ni kama hao watu Mungu ndiye anawahitaji. Ukiwa na watu ambao Mungu anawahitaji ni hatari. Mimi nilikataa Mungu anihitaji, mimi ndio nahitaji Mungu. Lazima utoke katika mawazo ya kwamba Mungu ananihitaji. Lazima utoka. Yes. Ufike kiwango cha kusema mimi nahitaji Mungu. Yes. Itakusaidia na kuambia. Na utakomaa katika Injili, utafundishwa. Nimekuambia watu wanafundishwa mambo ya dunia miezi 3. Mtu ameshafundishwa kazi ya nyumba amejua miezi 3. Huyo mtu ambaye ameshajua kazi anajua kutumia mashini za kutoka China, za kufua, za kupika, anaelewa. Lakini huyo mtu akikuja kwa kanisa unasikia amekaa na pasta mwaka mmoja, hata maombi ya kukula hajui. Ukimuita kuombea chakula anasema Bwana bariki chakula kwa jina la Yesu. Tutabariki chakula kwa jina la Yesu. Ni maombi ya utoto ya kwanza wakati tumeokoka. Lakini tunapokomaa tunaombea chakula ya kwamba Yesu tusaidie ukatutenge na uchoyo na ulavi wakati wa chakula hiki. Yes.
Amen. Hapo sasa tumekoma. Ndio wakati naona ile chakula, ukiona kuku zimepangwa haukimbilii mguu na unawacha kichwa. Unaomba Mungu sasa akusaidie ulafi na uchoyo. Ukifika mahali pa kupakua, unajua sio wewe peke yako, kuna watu wengine nyuma. Yes. Amen. Bwana asifiwe sana. Amina. Hiyo ndio kukomaa katika Injili. Paulo akasema sasa hawa watu wanahitaji chakula cha kigumu. Akasema bado wanahitaji injili ile ya kwanza walioipokea wakati waliokoka. Ndio maana mtu akiokoka anaambiwa kwa Yesu hakuna matatizo, anakimbia anakuja akiwa amefurahi, akifika anaanza kugonjeka. Anaanza kuuliza, na mliniambia kwa Yesu hakuna. Hiyo ilikuwa ni injili yako ya kwanza ya utoto. Ukiwa mtoto unaambiwa hata utapewa ndege, unakubali ndio. Wewe unajua pesa kununua ndege ni pesa ngapi? Kuna wakati tulikuwa watoto katika injili, tulipokea injili ya utoto ya kutusongesha kwa Mungu. Lakini wakati tunakomaa, sasa hatuhitaji ile injili tena. Yes. Wakati uliokoka ulikuwa unapigiwa simu. Ukiwa umekosa kuja kanisani, pasta na kushughulikia kukufuatilia, bado uko mchana. Sasa wewe miaka 3 umetoka kwa kanisa, unangoja simu ya pasta ikufuate ndio ukuje. Wachana nayo, baki kwa nyumba yako. Nakwambia ukweli, injili ni kukomaa katika maisha. Katika shule mtoto anaingia akiwa mtoto mdogo, habaki pale. Unasikia amefanya mtihani wa primary amemaliza, anaenda secondary anamaliza, unasikia ameingia university amemaliza. Unasikia sasa yeye ni daktari. Unaona anafurahia, hata mzazi anafurahia. Wewe katika kanisa mahali penye huko, mchungaji anaweza kukuamini akutume mahali, akwambia enda mahali fulani na ukaweze kusimama katika nafasi yangu uniakilishe. Na uwakilishe mchungaji, hata wale watu wapigie mchungaji simu, waseme kuna mtu alikuja hapa kweli. Huyo mtu naye ako upande wa Mungu. Paulo akaangalia kanisa la Wakorinto, bado linahitaji maziwa. Ni kanisa ambalo bado linahitaji, ukienda kuomba unaambiwa mama funga kichwa, vaa kofia ya msalaba ndio onekana kwamba umeokoka, andika mistari za Biblia kwa kofia siku ya Jumapili peke yake. Hao ndio watu Paulo alikuwa anaangalia. Mpaka saa hii bado mnahitaji tena ishara ya msalaba kwa shingo yako, unahitaji. Mpaka bado saa hii unahitaji, ukiombewa lazima tutumie mafuta tukupake ndio uamini umepona. Saa hii miaka 4 kwa wokovu. Tukienda mahali hakuna mafuta, tusikuombee ukufe. Paulo akasema bado mnakaa kama watu wa dunia. Na kweli mkitaka kujua, Paulo anasema bado ugomvi na vitina viko katikati yenu. Mimi cha kunishangaza siku ya leo, unapata mtu ni mtumishi, mtu ni askofu, mtu ni mtume, mwinjilisti, mtu ni mwalimu, mtu ni mchungaji. Lakini mtu ambaye ameokoka saa hii ndiye anampatia mawaidha mpaka anakosana na watu waliookoka kitambo. Yes. Mtu mwenye ameokoka saa hii ako na mawaidha gani ambaye atakupatia wewe? Sema Timotheo. Timotheo anasema hata mtu aliyeokoka saa hii asipewe kwanza uongozi, atulie. Wewe ni mtumishi, lakini kuna watoto waliookoka wako na miezi 4-5 ndio wanakukujia kukuambia, unajua mama kanisa, unajua ule kiongozi wa vijana, unajua ule kiongozi wa wazee anafanya hivi, anasema hivi. Unafuata alafu unaanguka kwa sababu ya mawaida ya watoto. Yes. Unapata mtu ni mtumishi. Ni kama kwa shule nilisema kitu moja. Wewe fikiri umeenda kwa shule, umepeleka mtoto kwa shule. Alafu huyo mtoto kuna mwalimu pako pale anafaa mfundishe afaulu, alafu unaletewa kesi ya kwamba mtoto amepatia mwalimu mimba. Wewe utasikia aje? Wewe sikia, wewe ni mwalimu umepewa mimba na mtoto ambao unafundisha. Wewe unaonaje?
Ndio siku ya leo makanisa yanaharibiwa na watu ambao wameokoka saa hii. Hawaelewi mambo ya Mungu, watu wanawasikiza waliokoma, alafu baadaye tunaharibu. Lazima ujue yule mtu ambaye anakuletea maneno. Jua huyu ni mtoto bado yenye analeta hii ni vitina, wachana nayo. Mchungaji anaangushwa na mtu mwenye aliokoka kwa miezi 4. Anatoa mchungaji katika Injili, anaanguka kabisa. Wapenda, tunafaa tufike mahali na tukule chakula kigumu, kwa sababu hiyo ndio chakula ambayo Mungu anatutarajia, sio maziwa. Maziwa ni ya kuanzia. Sasa ninakuuliza wewe, sasa hivi unakula chakula gani? Unakula mifupa mpaka unatoa ile vitu iko ndani na ng'ang'ana mpaka zingine zinakoma kwa meno, unatoa nyama. Lakini hapa mchungaji akikwambia kama hutatoa pesa ya kanisa usikuje, umeshahamia mahali nyingine. Ni kama mahali penye umeenda pale watu wangi. Mchungaji akisema ikifika saa 3 kama utaingia hapa usikuje, umeshakasirika. Hiyo maanze kuwa na masharti. Na kwa kazi yako saa 12 town wewe ndio unapika chapo. Mchungaji akisema ya kwamba sasa tumeamua ya kwamba siku ya Jumamosi tunahitaji usafi hapa, ukuje. Uko tu kwa nyumba, sasa tumeenda mahali. Unakuja nini? Ukifika hapa tu ukiona hii kanisa ni chafu, uweze safisha. Hiyo sio kazi yako. Kuna wale wametengwa. Hatuwezi kukaa katika utoto miaka nenda miaka rudi. Paulo aliongea na watu waliookoka alipoona wale watu wanasumbua wachungaji. Kanisa ya siku ya leo ukiona hata injili haiendi, kanisa halipanuki, ni watu walio ndani wamekuwa vichwa ngumu. Wamekuwa mzigo kwa mchungaji. Wapendwa, tutaendelea katika hiyo tabia ama tunafaa tubadilike, tukule chakula kigumu? Wewe sasa hiyo hata ukisikia nyama iko hapo unaweza kosa kula nyama choma, unakimbilia hiyo. Wakati ulikuwa mdogo ukiwa na miezi 3 ulikuwa ungeweza kula nyama choma wewe? Ungeweza kushika mfupa na kutoa nyama? Haungeweza. Sasa hiyo umefika unakula mwenyewe. Kila mambo unajifanyia wewe mwenyewe. Lakini tatizo ni moja. Kwa nini mambo ya kiroho tumekuwa watoto na mambo ya dunia tumekomaa? Katika injili watu wamekuwa watoto. Imekuwa mzigo kanisa siku ya leo. Kusema ukweli, wachungaji wa siku ya leo wanajaribu. Mimi nakwambia, natembea nikihubiri kwa makanisa, unafika mahali unashangaa mchungaji amewachiwa kila kitu. Na watu wamejaa pale, wanakuja wamevaa vizuri saa 5 wanaingia. Na hao ndio hata nakwambia tulianza na mchungaji. Hii kanisa tulitoa mbali na ameingia saa 5. Mtu akikuja mgeni aanze kutumika kuimba, asa mchungaji amupende, wameshageuka. Mchungaji siku hizi atuoni, amekimbilia wageni. Sisi ndio tulinunua mabati, sisi ndio tulinunua hiyo speaker. Sasa siku hizi hawatujali. Mchungaji ndiye anafungua kanisa mpaka anafunga. Mchungaji anabeba masipika, anasafisha mpaka kanisa. Na sio kwamba ako peke yake, ako na watu na vijana barubaru. Vijana ambao wanafanya kazi kwa mjengo, wako serious. Mimi nakwambia ukweli. Lakini wachungaji wanateseka. Hakuna mtu kutaka kujua hii speaker imekuja aje na inarudi aje, kwa sababu ina rangi hapa. Hakuna mtu ako tayari, lakini anataka ako tayari kusikia ile tune, ile muziki inatoka ndani, afurahie. Lakini vile imekuja, unajua wewe, unajua vile tarudi. Hiyo ni mambo ya mchungaji. Wachungaji wamebebeza mizigo, ndio maana Mungu anatutuma sasa kulainisha kanisa likuwe sawa, ya kwamba kanisa sio mali ya mchungaji awachiwe, ni wewe na mimi tuhakikisha kwamba hii kazi inakuwa nyepesi. Sasa tukisimama hapa kufagia dakika ngapi? 2, hii kanisa imeisha tukifagia. Lakini tunaachia mtu mmoja. Na wakati tunakuja tunaanza kugusa viti, ziko na vumbi. Ni kama kuna mtu tumeajiri wa kutupanguzia hizo viti.
Hiyo ndio shida tuko nayo katika wokovu. Watu hawataki kukomaa, na wakisikia injili ya mifupa wanatorokea kwingine. Wacha pastor badilike, aseme hapa mambo yanataka kuenda hivi na kazi natu, utasikia wengine wamehama, wameenda mahali ingine. Hata katika ndoa, napomaliza, hata katika ndoa usipokomaa, hiyo ndoa hautakaa ndani. Amina. Wakati unaoleka unaitwa majina ya sweetie, baby, mambo yote. Ukitaka chipo, mtoto akitaka chipo unanunuliwa. Sasa wewe ni mama mzima, watoto ndio wanaita chipo, tena bado wewe pia unaisha chipati. Uko na watoto unatembea na mzee, watoto wanaitia yogurt. Tena wewe bado mama mzima, baba mzima pia unaitia yogurt. Lakini wakati ulikuwa ndio umeingia kwa ndoa, ulikuwa unasema leo tutakula samaki na inakulika. Ulikuwa unasema leo ni chips, hatuendi kupika. Ni mapenzi tu, hakuna kupika. Chakula inapikwa kwa hoteli na letwa. Sasa hivi uko na watoto, majukumu ni mengi, unataka tena mzee akwa anapiga simu kwa hoteli, mlete nyama choma hapa na ugali. Na wewe uko pale mtu mzima, bado unataka mzee akutoe hapa akupeleka Jakaranda kwa uwanja, mkae chini aanze kukulalia kwa kifua. Ati ndio mapenzi. Mtembee mkishikana kwa barabara kama wenda simu. Wakati mlikuwa bado mmeingia katika ndoa, mlifanya kama watoto. Hii ni vitu tulifanya. Soda zilikuwa zimejaa kwa nyumba, kukunywa tu, lakini sasa hii wewe unafikiri utakunywa hiyo soda kweli? Rent imekungoja, siku hizi zimekungoja, kaanza tunafanya iendelee. Ni wakati wa kunywa hizo soda. Hakuna. Ukianza kuambiwa na bwana yako ama mke wako, unaanza kusema siku hizi bwana wangu amebadilika, huyu mke simuoni vizuri. Lazima hata katika ndoa ukomae. Usikuwe na ile tabia vile mliolewa, hiyo time hamkuwa na watoto. Jua sasa hivi uko watoto, wewe ni mama, wewe ni baba. Ukibaki mtoto itakuwa ngumu kwa hiyo ndoa. Ndio maana kuna watu sasa hivi wanatoroka katika ndoa kwa sababu bado wanataka watendewe vile vitu walitendewa kiingia kwa ndoa. Ndio maana Paulo anasema ile injili ya wokovu ya kwanza, kujeni mtapokea mashamba, watu wanakimbia. Tena sasa hivi bado wanataka mkuje mpokee mashamba. Mashamba gani? Hapa ni wewe kumfuata Yesu na kuamini na ujue mipango yake. Kama alikupangia utapata shamba. Yes. Uko kwa Yesu sasa. Ng'ang'ana kutafuta ujue mipango zako. Ako nazo akueleze. Sio kila siku kuambia mchungaji niombe. Wewe mwenyewe hauombi. Mchungaji ndio unaachia mizigo zote afunge na kuomba kwa ajili yako. Wewe mwenyewe umaifunga wewe. Wewe na mchungaji nani anayetaka shamba? Ndio mwingine afungie mwingine. Wewe ndio unahitaji ndoa na shamba, umaachia mchungaji atakufungia upate mume. Itakuwa ngumu. Wapendwa, tumefika mahali tubadilike. Katika injili tukue watu wa kukula chakula kigumu. Tuachane na mambo ya maziwa na mayogurt bwana. Hiyo tumetoka. Yesu siku moja alikuwa na wanafunzi akawafundisha. Akataka kujaribu imani yao, akaleta dhoruba na upepo mkali, akalala katika ile mashua. Wakayumbishwa, wakamkimbilia mahali alikuwa amelala, wakamuuliza, sasa bwana tunakufa na uko hapa. Akawaambia, nyinyi wajinga, wapumbavu. Ona vile Yesu alitukana mabishop, wapumbavu nyinyi, wajinga nyinyi. Mpaka saa hii hamwezi kusimamisha dhoruba. Mmetembea na mimi miaka ngapi? Kuna mtu mmoja alikuwa na mtoto, alikuwa anatoka pofu kwa mdomo kama kifafa hiyo. Akaleta ule mtoto kwa wanafunzi wa Yesu, wakashindwa kumponya. Akangojea Yesu, akasema nimekuwa na shida, nikakuja hapa nikaletea Petro na Yohana, wakashindwa kumponya. Yesu akawaambia, nyinyi hiyo muda yote hii kitu inaweza kuwashinda? Wapendwa, tumekaa katika wokovu miaka mingi ambao hatuhitaji kuwa mzigo kwa mtu yote kwa kanisa, unless kama umeokoka na uko na miezi 3. Ukishapita miezi 3, ukifika miezi 6 kwa wokovu na bado
uko mzigo kwa kanisa, tafuta ingine, upeleke mizigo pale. Na usiseme ya kwamba ati Yesu amesema jioni na mizigo, sio hiyo mizigo. Huwezi kuwa umeokoka miezi 6. Unajua sasa mtu akitoka hapa aende town kusomea kosi ya catering ya kupika miezi 6 ama ya kushuka, akitoka pale baada ya miezi 6 anaanza kuingia kwa maploti akisema mimi najua kushuka. Kama mko na mapishi yote mniachie. Na watu wanaamini miezi 6. Alafu kwa injili miaka ngapi? Hii ni miaka ya 7 inagonga. Pastor niombeeko, mtoto anakohoa niombeeko. Hataki hiyo michezo. Lazima tufike mahali na tukubali ya kwamba wewe utakomaa na utawachana na vyakula vya kitoto. Ukuje kule mifupa, hiyo ndio umetarajiwa. Sasa mifupa ni nini? Mifupa ni wakati ambapo serikali inasimama na kusema ya kwamba injili ya Yesu haitahubiriwa. Na ukijaribu kuhubiri shingo inatolewa. Sasa hapo ndio tunafurahia. Sasa hapo ndio mifupa yetu. Wewe utakuja hapa mahali. Wewe unasikia wakati wa corona, wakati walisema kama hauna mask na maji usijaribu kuabudu, kila mtu alitii. Wachache ndio walikubaliana wakakataa hiyo story. Hapo ndio chakula kigumu. Unafika mahali kwenda kuhubiri, unaambia waganga na walevi ni mbaya na uko kwa baa zao, unawaambia hizi baa mfunge, wanainuka na vijana wa mtaa wanaanza kukupiga mawe na unaendelea kuhubiri kama Stefano. Stefano alikuwa amekula chakula kigumu, ndio maana alipigwa mawe mpaka akafariki. Hapo ndio tunataka ufike. Tunataka ufike ambapo watu wanakuletea vitina. Bwana yako ni mzinzi, bwana yako sijui anafanya nini, akona mke kando, haujali. Umekomaa sasa. Si ati mtu anakupigia tu simu anakuambia unajua mimi ni mke wa pili, wewe unajua, alafu unaamuka tu hiyo wakati unakimbia ukienda kweli. Na umekaa kwa ndoa miaka 10. Simu moja imekuwa mtu mzima uko na watoto unakimbia kwenda kwenu. Hadi mtu amekupigia na kumbe alikuwa anafanya tu mzaha. Unasema siwezi rudi. Inataka tukomae katika injili tu. Hata mtu akikuja hapa akiuliza pastor ako wapi? Mimi ndio pastor. Unaambia polisi mimi ndio pastor, sema kinyo kimekuleta. Unataka nini? Sio mtu akiuliza pastor kwa hapo maanza kutetemeka kwa sababu umeona bunduki ndio ule. Huyo ndio mwenye kanisa. Bado. Tunataka tufike hapo mahali ya kwamba watu wanakukujia kwamba kataa Kristo, ukate kichwa na kichwa kinatolewa na bado unabaki na nani? Hiyo ndio chakula kigumu. Yenye Paulo alisema. So kuanzia siku ya leo angalia. Wewe ni mtu ambaye umekuwa mzigo kwa kanisa ama wewe umekuwa mtu wa maana? Hata ukitoka tutasema kweli kulikuwa na mtu wa maana hapa ya ukweli, kuna mambo aliyafanya. Ama wewe ukitoka watu wanasema po wacha tupumzike, tukunywe soda. Yes. Mzigo imeenda. Enda mahali ukitoka watu wabaki na ushuhuda, wengine walie. Kama Dorcas alitengeneza ushuhuda wakati alifariki, watu walikuja na manguo wakisema kwani hata hii ngoni yake. Hii nyumba ni watu walilia. Lakini wanatoka mahali paka watu wanafurahia, hata wengine wananunua kuku wa kule. Kwa sababu umekuwa mzigo, ulikuwa mtu bure pale mahali. So nataka nimalize nikisema ya kwamba lazima tukomae katika roho na tusiishi kama watu wa nini? Wa kidunia. Tukae kama watu walio katika ili tujiepushe na masengenyo. Tusikae kanisa ambalo hatupendani, kanisa ambalo limejaa vitina. Wiki mzima ni vitina, ni chuki. Wiki mzima ni magombano. Wiki mzima ni kusengenya pasta na bibi yake, lakini akikuja Jumapili Mungu akuinue, Mungu akusaa. Lakini kaanza kweli za mtemzo naangalia nasema watu lazima tukomeshe. Watu ambao wamesengenya pasta na bibi wiki mzima ndio wanakuja kumsalimia Bwana Yesu asifiwe. Lazima toka katika tabia. Tukue tabia ya kupendana, kanisa ambalo halina masengenyo. So umesikia? Paulo anawaambia bado mko katika mwili kwa sababu ya nini? Masengenyo. Kwa sababu ya ugomvi, kwa sababu ya ukabila, kwa sababu ya mambo ya ufisadi. Ndio inawafanya mko katika mwili. So kuanzia siku ya leo nakusihi ndugu na dada, tafadhali enda ukomae katika roho. Usikuwe mzigo katika injili, lakini kuwa faida
Mahali popote utaenda, watu watasherekea huduma yako, watasema kweli tumefurahia. Ndio maana watu wengi wa keyboard siku leo wamekuwa mizigo kwa kanisa. Anakuja leo anapiga, usipomlipa kesho ameenda mahali nyingine, anapiga pale. Wakimlipa anaangalia wamemlipa pesa ngapi, 500. Kuna wengine wamemwitia 1000, ametoka anaranda tu. Ukishajua keyboard sasa, wewe unakuwa mtu uko marketable kwa soko ya kanisa. Mimi nilisema kitu moja, kama hutataka kupiga keyboard wachana nayo. Sauti ya kwanza ni mimi, ndio microphone, mimi ndio kila kitu. Mimi ndio ninatoa ujumbe. Oh yes. Lakini mtu asikuja kukutishia ati ni mhubiri ama ni mtu wa keyboard, anaona ya kwamba bila yeye huduma haiwezi endelea, wachana nayo. Tunaweza abudu hata bila vyombo, kwa sababu Yohana Mbatizaji alikuwa na keyboard. Yesu akihubiri alikuwa na hii microphone. So wakati unafanya kazi ya Mungu, usione kama unasaidia mtu. Ona kama unafanya kwa sababu ya Mungu na uifanye yote kwa utukufu wake. So namaliza nikisema hivi, tafadhali ndugu na dada, tukomae katika maisha ya roho na tusikuwe mzigo, bali tukawe faida ndani ya kanisa, na Mungu awatende mema.